Naweza nikasema kwamba ndani ya Tanzania ama ligi yetu Tanzania inaendelea kuvuka mipaka. Hii yote ni kulingana na namna ambavyo soka linakwenda ndani ya Tanzania, lakini pia timu za Tanzania kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia hata upande wa timu ya taifa na yenyewe pia kufanya vizuri kwenye michuano hiyo. Imefanya pia kwenye upande wa Tanzania kutajwa zaidi sehemu mbalimbali ndani ya Afrika. Lakini pia tunafahamu kwamba ndani ya timu ya taifa ya Zambia pale tuna baadhi ya wachezaji ambao tunaweza nikasema kwamba wanachezea ndani ya Yanga. Hapa namzungumzia Kratos Chota Chama pamoja na Kennedy Musonda. Hawa ni wachezaji ambao wapo ndani ya timu ya taifa ya Zambia. Lakini pia hata kwa upande wa Joshua Mutale ambaye ndani ya Simba licha kutokuitwa, lakini mmoja wa mchezaji ambaye alishawahi kuitwa ndani ya timu hiyo na kuna kipindi alipata nafasi kuweza kucheza, lakini kwa hivi sasa hajaweza kuitwa, lakini bado ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa akiitwa mara kwa mara ndani ya timu hiyo. Kwa kipindi hiki tunafahamu kwamba moja ya sakata kubwa ambalo liliweza kutokea ni michezo ya tarehe 8 ambapo tuliweza kushuhudia kwa upande wa Simba akikataa kuingia uwanjani au akikataa kwenda uwanjani kusema kwamba hawatokwenda kwenye mechi hiyo kwa sababu wametimuliwa kufanya mazoezi kabla ya mechi kulingana na taratibu namna ambavyo ilivyo ama kanuni inavyozungumza. Sasa kuna video ambayo ikiwa inaonyesha wachezaji kutoka pale Zambia ambapo walikuwa wakibishana hasa kuhusiana na timu za Tanzania kwamba Simba ama Yanga. Sasa utakwenda kutazama hapa namna ambavyo mambo yalivyo, lakini kabla sijakwenda kutazamia hili na kuomba tu kama bado hujaweza kusubscribe basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Tutazame nini hasa ambacho kimejiri. Moja ya wachezaji ambao walionekana wakiwa wana bishana kweli kulingana na kile ambacho kimeweza kujitokeza ni pamoja na bwana Chisala. Tunafahamu bwana Obino Chisala, moja ya mchezaji ambaye yupo kwenye kiwango bora kweli. Ni moja ya wachezaji ambao walionekana pia wakibishana kuhusiana na soka la Tanzania, ambapo walikuwa wakionekana yuko yeye pamoja na Kennedy Musonda. Lakini pia haikuishia hapo kwa upande wa Chisala peke yake, lakini pia alionekana bwana Chaiwa naye pia bwana Miguel Changa Chaiwa ambaye na yeye pia alionekana akiwa anabishana na baadhi ya wachezaji. Moja ya kiungo ambaye amekuwa yupo kwenye watali kweli akiwa na Chisala mwenyewe akiwa wana bishana kuhusiana na soka la Tanzania. Lakini pia kama ambavyo unafahamu bwana wachezaji imekuwa ni kawaida kwa upande wao kubishana wakianza kuona kitu fulani kwamba Tanzania walikuwa wakibishana kwamba Simba ama Yanga. Lakini pia kwa upande wa Chaiwa yeye alionekana zaidi kusema kwamba ndani ya Tanzania kwa upande wa Miguel Changa Chaiwa yeye alisema kwamba kwenye upande wa soka la Tanzania inaonekana kwamba Yanga ndio wapo kwenye ubora zaidi. Kama ambavyo unafahamu Miguel Chaiwa huyu ni mchezaji ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Young Boys kule nchini Uswisi. Ni moja ya kiungo ambaye amekuwa na uhatari na pia hata mechi za UEFA amepata nafasi kuweza kucheza. Yeye kwa upande wake akawa anagusia kwamba kwa soka la Tanzania anaamini kwamba kwa upande wa Yanga ndio wako bora. Lakini sasa kitu cha kushangaza zaidi kwa upande wa Obino Chisala ambaye anakipiga ndani ya Almerek ambapo alishawahi kukipiga pia ndani ya klabu ya Zanaco. Yeye aligusia tu na kusema kwamba bwana huko Tanzania Simba ndio wako bora. Kwa nini alisema hivyo? Aliweza kusema kwamba Simba ndio timu ambayo imekuwa inafanya vizuri zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Kwa upande wa Chisala aliweza kuzungumzia hivyo. Lakini pia kwa upande wa Kennedy Musonda alionekana yeye kutabasamu tu na kucheka na kusema kwamba kwa soka la Tanzania kwa sasa Yanga ametawala miaka 3. Kwa hiyo ndio timu ambayo iko kwenye ubora kwa hivyo sasa. Lakini ndio mabishano baadhi ya wachezaji wengine wakawa wanasikilizia tu kuona mabishano namna ambavyo hata kwenye upande wa wachezaji ambao wako kwenye mataifa mengine lakini bado wanazungumzia soka la Tanzania. Haya pia huenda nikasema kwamba ni mafanikio. Unajua kwamba ligi yoyote haiwezi kutajwa ama timu yoyote haiwezi kutajwa kama haina mafanikio. Ya maana kwamba wachezaji mpaka wa timu ya taifa ya Zambia wameanza kugusia kwenye upande wa soka la Tanzania. Jua kwamba tayari kwenye upande wa soka letu mambo yako bie.